Ni Judge Saidi Chaku, Judge namba 2, Judge Abibu Mkarafu, Judge namba 3, Judge Monica Mwakasanga. Nitemia maduma konki, mapafu ya chita mapuma sichoki, mizani lege lege hato kila nguna utoki, walikuja wamenyoka kwa ringo kakunja goti, mtu mbaya nite Juma Choki, neta na title kiutu zima nite king of the ring, playing in the winning team baby ting of the team, neza maliza mchezo hata kabla bell kuring, naika zone kwenye zing, king of the ring, downtown runners, countdown numbers, na sasa kwenye red corner namleta kwenu Juma Choki. Hata wiki kwa promo skia ila uwezo unajieleza, pa vitendo sina mood ya kujieleza. For the champion man, yeah, shout out to my nigga Choki, king of the ring. Yeah, DJ Yes, Juma Choki ndio huyo anaingia kwenye ulingo hivi sasa, ndio mfalme wa ulingo mwenyewe. Anapigana kwa kutumia style ya Southpaw, amekwisha pigana mara 5, ameshinda mara zote 5, hajawahi kupoteza mpambano hata mara moja, hajawahi kutoa draw hata moja, na matokeo mawili katika mapambano yake yakija kwa njia ya knockout. Na sasa kwenye blue corner huyu hapa Isa Mpepeche. Isa Mpepeche ndio huyo anaingia ulingoni, unaweza kumuita pia Peche Boy. Anapigana style ya orthodox, amekwisha pigana mara 51, 33 akiwa ameshinda, 12 akiwa amepigwa. Ametoa draw 6 na ushindi wake mara 15 ukija kwa njia ya knockout. Referee ataongea na mabondia wote wawili, kisha atawaita katikati ya ulingo na kuzungumza nao tena, na mara baada ya hapo pambano letu litaanza rasmi. Tumsikilize referee. Kuheshimu sheria za mchezo. Nikisema stop, stop. Nikisema break unaachia na kucheza. Sawa. Nikisema box, box. Sawa. Taka standard box nionekane hapo. Sawa. Haya, seconds out of the ring, seconds nje ya ulingo, raundi ya kwanza. Ule muda ambao ulikuwa ukisubiriwa, moja kati ya pambano ambao lilikuwa na mbwembwe na vibweka kabla, ukizungumza na kila bondia hapo, uzungumze na Juma Choki, huyo hapo
ama uzungumze na Isa na Mpepeche Peche Boy, kila mmoja atakupa maneno yake akisema naisubiri siku hii ya Julai mosi kuoneshana kazi imeanza. Kazi imeanza. Aidan Mlimila. Naam, na tulizungumza before, ndicho ambacho kimeonekana kuanza. Wote wameanza na stance ya Southpaw. Juma Choki kiasili amezaliwa kuwa ni Southpaw, wakati Isa na Mpepeche alizaliwa kama orthodox, lakini akafanya mazoezi na kubadilisha mguu kucheza kama Southpaw. Kwa hiyo ni matchup ya Southpaw zidi ya Southpaw. Tuanze na Nasib Ramazan. Nasib, umepigana na Isa na Mpepeche mapambano mawili. Ni bondia wa aina gani na nini tutarajie kwenye hii fight? Isa na Mpepeche ni bondia mzuri ambaye amekutana na mabondia wengi sana wa Kongo ambao Ulaya ameshapigana nao, ambao saizi wana umaarufu, ikiwemo George Kambosos aliyekuwa bingwa wa dunia kwenye kilo 61. Kasharuka nayo. Kwa hiyo yani Isa na Mpepeche sio bondia kumbeza, na Juma Choki ni bondia mzuri ambaye naye anakuja kwa spidi. Kwa hiyo hapa nadhani kutakuwa na pambano ambalo la kukata na shoka ambalo kila mtu alikuwa anatamani alione kama lile lililopita la wale madogo. Naam, na kwangu nafikiri moja kati ya mambo ambayo Peche Boy Isa na Mpepeche anatakiwa kuyaacha kwenye hii fight ni kuruhusu mazingira ya kubadilishana hooks, kwa sababu moja kati ya ngumi za hatari za Juma Choki ni zile huku yake ya kulia na huku yake ya kushoto. Kama akimruhusu kubadilishana naye itakuwa ni hatari, kwa sababu pia Juma Choki ana nguvu kubwa za mikono. Kwa hiyo hii ni fight ambayo nadhani itakuwa vyema sana kwa Isa akijaribu kwenda kubox zaidi kuscore kuliko kwenda kubadilishana naye punches. Juma Choki ambaye ana nguvu kubwa sana za mikono. Ukiangalia mabondia wote wawili leo wamekuja kwa namna tofauti na pambano lililopita ambalo kwa kiasi kikubwa Juma Choki alianza kwa kushambulia, lakini leo ukiona Isa na Mpepeche Peche Boy umakini, lakini vile vile yeye ndio akiwa anamsogelea zaidi Juma Choki, na naona ameamua kuja na fungu ambalo Juma Choki hajalitegemea, lakini ni moja kati ya mchezo mzuri sana Aidan Mlimila. Bila shaka na hii ni fight ambayo inahusisha mabondia hawa wawili ambao wana uhasama mkubwa sana, na hii ni rematch. Pambano lao la kwanza lilifanyika pale Next Door Arena mwaka 2020, lakini liliisha kwa utata mara baada ya Isa na Mpepeche kuchanika juu ya jicho kutokana na kugongana kichwa. Kwa hiyo hii ni fursa ambayo wote wawili wamepata kuweza kujiuliza. Juma Choki anataka kuendeleza pale ambapo aliishia kwenye pambano lililopita, lakini Isa na Mpepeche anataka awaoneshe watu kwamba ni kweli ile pambano ilikuwa ni bahati mbaya kuisha vile. Pambano zuri, umeziona hizo. Jab inaenda Juma Choki jaribu kugusa, enda moja kwa moja kufika kwenye eneo sahihi au kutua kwenye eneo sahihi zaidi. Juma Choki akiwa mzuri sana kwenye mkono wake wa kushoto ambao ameendelea kuhifadhi kwa ajili ya nguvu, lakini ameendelea kuhifadhi au kuendelea kuitumia ile jab yake, ile jab au double jab. Lakini round imekamilika, round ya kwanza imekamilika. Juma Choki dhidi ya Isa na Mpepeche. Naamini kabisa una enjoy, naamini unafurahi kushuhudia mapambano haya, vijana hawa kati ya Peche Boy dhidi ya Juma Choki. Juma na kitu ambacho kinawatofautisha, unajua pamoja ukiangalia kama kiumri unaweza kuhisi kama wanaendana, unaweza wote ni vijana, lakini Isa na Mpepeche ni mzoefu zaidi, ana jumla mapambano 51 mpaka hivi sasa. Naam, na kwa mara ya kwanza pambano lake la kwanza kwenye professional boxing ilikuwa ni mwaka 2010. Wakati huo Juma Choki alikuwa kijana mdogo sana. Kwa hiyo Isa na Mpepeche ana experience kubwa sana ya kuishi kwenye ulingo wa ngumi za kulipwa, lakini pia ana uzoefu wa kukutana dhidi ya mabondia wengi wakubwa akiwemo George Kambosos aliyekuwa bingwa wa dunia kwenye kilo 61. So ana experience kubwa sana dhidi ya Juma Choki, lakini Juma Choki ni mmoja kati ya mabondia ambao wana talent kubwa sana, lakini pia wana nguvu kubwa za mikono. So hii ni fight ambayo tunakwenda kushuhudia experience ya Isa dhidi ya huo bora ambao Juma Choki yuko nao. Juma Choki ambaye anatafuta kuendelea kuandika takwimu yake ikiwa na jumla mapambano 5 huku akishinda mapambano hayo yote 5 huku akishinda 2 kwa KO. Kwa leo anatafuta namna gani hasa ya kuendelea kuandika historia. Hivi karibuni Juma Isa na Mpepeche alisafiri akaenda kupambana bondia kutoka Afghanistan kule Amal Ahmad Zada, lakini alipoteza pambano hilo. Lakini hapa leo Isa na Mpepeche ana nini hasa cha kuonesha, lakini Juma Choki anafanya kitu gani hasa? Pambano zuri. Isa na Mpepeche hataki kumwachia hata nukta.
wakiwa wamepeana umbali wa mita kadhaa, lakini zinatupwa haswa. Juma Choki ametupa ile left yake na ikafika, lakini Isa na Mpepeche anamwambia hapana, bado twende tupigane. Hiyo hapo tacheza na jab, lakini vile vile nitakupa combination kadhaa, nitazunguka au nitatembea hapa kwenye ring kuhakikisha kwamba leo tunamalizana na tujue nani hasa ni mbabe. Na leo kama Isa na Mpepeche amekuja kwa ajili ya kukamia Uzawi, unasema kwamba ana hamu zaidi kuonyesha kwamba mimi ni bora zaidi yako. Ana box. Nini ambacho nakiona Nelson Ramadhani? Ni pambano ambalo lenye mvuto, afu wote wametulia, hamna mtu ambaye anayekurupuka. Kila ngumi inayopigwa hapo ya mahesabu tu, anayetafuta tumbo, anayetafuta kidevu, anayetafuta kichwa, anayetafuta jicho, wote hapo, kila mtu ana hawa kisikia kwamba wametrain kwa ajili ya kuja kuonesha burudani, kwa ajili ya kujua nani hasa atakuwa babe, lakini watu nasikia choki inasiishi. Vijana pia wa Mwananyamala huyu Isa na Mpepeche na watu wake mpaka sasa katulia. Unaweza kawa wamekuja hapo unasema sasa huyu Isa na Mpepeche ni nani? Huyu ambaye amepiga kibwenzo au huyo Panki? Huyo ndio Juma Choki. Ni mzuri sana kwenye zile double jab mpaka triple jab, na baada ya hapo kuitoa left yake. Yes, na kimsingi ukiangalia pattern ya ngumi za Juma Choki mara zote imekuwa ni ngumu kuweza kuitabiri kwa sababu ya spidi yake. Ana spidi kubwa ya mikono ambayo imekuwa ikiwapa wakati mgumu kidogo wapinzani wake kuweza kutabiri ni ngumi gani itafuata, ngumi gani itatoka, kwa sababu ana spidi, lakini pia ni mzuri kwenye kuchanganya ngumi, kupiga combos. Ana uwezo mkubwa kupiga chini kwa zaidi ya ngumi moja, akapanda juu pia upstairs, akafanya kitu kama hicho, kitu ambacho kimekuwa kwa wakati mgumu opponent wake kuweza kung'amua ile pattern ya ngumi. Haya, nzuri hiyo, pambano nzuri sana. Round ya pili ndio inaelekea kukamilika. Juma Choki amepokea zile kutoka kwa Isa na Mpepeche, kuna kukumbatiana mara kwa mara. Hii ni moja kati ya pambano bora sana ambao wanalishuhudia hapa. Nikwambie tu kwamba round ya pili imekamilika, tukiwa tunaelekea kwenye round ya tatu hivi sasa. Nini ambacho unaweza ukasema? Kwa upande wangu bado naona utulivu bado umetawala, na kila mtu ana hamu ya kupata matokeo. Kwa hiyo yani bado tuendelee kuona, kwa sababu hapa sina cha kuongelea, kwa sababu wote inavyotakiwa kucheza na wote ndio wanavyocheza. Aidan Mlimila. Naam, imekuwa ni fight ambayo tumeshuhudia utulivu wa maunjia wote wawili, lakini pia matumizi ya akili yamekuwa makubwa sana. Ukiangalia punches zote ambazo zinatoka zote zimekuwa calculated, yani calculation ya punches imekuwa kubwa sana kwa bondia wote wawili. Imekuwa ni ngumu kuona wakitupa ngumi hovyo, so imekuwa ni clean fight ambayo bahati mbaya sana haijawa na punches nyingi sana ambazo zimekuwa zikifika, lakini unaona kabisa ngumi zinapanguliwa. Defense ya mabondia wote wawili imekuwa bora sana, so imekuwa ni clean fight mpaka sasa hivi. Angalia miili ya vijana hawa wawili ikionekana bado miili inaita kwenye raundi hii ya tatu. Nini ambacho kinaenda kutokea? Kumbuka ni moja kati ya pambano kali, moja kati ya pambano zito kwelikweli kwenye raundi hii hapa ya tatu. Isa na Mpepeche dhidi ya Juma Choki, wakioneshana makali, wakioneshana umwamba. Ndio kwa sasa ndio nimeona walau kidogo nakumbatiwa, lakini baada ya hapo ukiniachia kidogo natupa, najaribu bahati yangu. Ikifika wanasema kwamba ikinasa basi ujue unayo hiyo. Hizi ndio zile ngumi ambazo zinashushwa, nakwambia hii unaishi nayo. Ngumi ya kuishi nayo unaijua Aidan? Hatari. Hiyo ni usiku mwema. Hiyo ni usiku mwema hiyo. Mpaka sasa hivi Gilbert, nimevutiwa sana na namna ambavyo Juma Choki amekuwa akicontrol hiyo range. Ana set range, kwa maana anamweka Isa kwenye stance, kama kwenye distance ambayo anakuwa akimpata, lakini amekuwa bora kwenye kucontrol hiyo distance. Ana set range afa na control range kwa kutumia jab yake na hiyo cross yake mkono kushoto. Hii ni wanabadilishana punch kwa kiasi kikubwa. Sasa hicho ndicho ambacho Juma anataka, na ukimwigia ni hatari, kwa sababu Juma ana nguvu sana za mikono na ana right na left huko za hatari sana. Na angalia kwamba hii energy ambayo hao wote wawili wanaitumia, je, wataweza kuwa hivi kwa raundi zote? Lakini kwa kiasi kikubwa ukimwangalia Juma Choki ni kama pia anatunza energy yake, ana matumizi mazuri sana
atupi ili mradi. Naam. Juma Choki, Isa anampepeche. Juma Choki anaendelea kutupa. Isa anampepeche. Asa Kama aliingia kwenye mfumo. Taratibu Isa anampepeche anaanza kuingia kwenye kile ambacho Isa anampepeche yuko katika hatari zaidi. Isa anampepeche anatakiwa afanye nini pale? Kurudi nyuma ama anatakiwa kufanya nini? Isa anampepeche. Juma Choki anaendelea kushambulia. Na Juma Choki anashambulia, lakini wakati huo Isa anampepeche anasema hapana. Anachotakiwa kufanya Isa ni kuacha kufanya hiki, kwa sababu Juma anapenda kupigana. Yaani ukiingia kwenye mtego wake kama hivi ni hatari sana kwako, kwa sababu ana nguvu kubwa za mikono na ana speed pia, ana hand speed kubwa sana. What a fight bao kwa muda huu kwenye round ya 3. Moja kati ya fights bab kubwa, fight nzito, fight nzuri kweli kweli. Juma Choki dhidi ya Isa anampepeche. Ukiangalia Juma Choki namna ambavyo ameamua kuwa anamkwepa Isa anampepeche, na namna ambavyo amekuwa na matumizi mazuri zaidi ya kurusha punch zake kwenye raundi hii ya 3. Unaweza ukasema pengine kona yake labda imezungumza kitu tofauti. Kitu tofauti ninavyokwambia, au muone tu Aidan Mlimila kuna muda wakati anashika kichwa hivi anasema bwana nini hii? Body punch, baada hapo unashambuliwa. Nini hii? Isa anampepeche ni kama anataka kutoka mchezoni hivi au nini? Nini amezidiwa Aidan? Nafikiri ameanza kuachana na ile plan yake ambayo alianza nayo ya kujaribu kumweka mbali mpinzani wake Juma Choki. Ukiangalia kwenye hii round mara kadhaa amekuwa akiingia kwenye mtego wa Juma Choki ambaye ni bondia ambaye huwa anapenda na anaweza kupigana, ana nguvu pia. Sasa hiki ndicho ambacho Isa anampepeche anatakiwa kuacha kukifanya, aendelee kwenye ile plan yake ya kwanza ya kujaribu kutunza distance, kuscore kutokea mbali. Akifanya hivyo nadhani itakuwa ni faida, kwa sababu ngumi za hatari sana za Juma Choki ni right huku yake na left yake, ambazo ni ngumi ambazo always huwa ziko effective kwenye inside fighting, mkiwa mnapigana karibu. Sasa akiwa anaingia karibu kama hivi, tafsiri yake ni kwamba anakuwa ameingia kwenye mchezo ambao Juma Choki anapenda na inakuwa ni hatari kwako. Hakika round ni 4, na mambo bado yako moto, mambo ni makubwa, mambo ni mazuri kwenye usiku wa The Return of Knuckles King. Na huyu ni Juma Choki mwenye bukta yake na rangi ya kijani hivi, kidogo mwenye blue ni Isa na mpepeche Peche Boy, kiendelea kupiana na kubadilishana punch kuonyesha kile ambacho alifundishwa amekutana nayo. Juma Choki ni mzuri sana kwenye kufuatilia ile ngumi akirusha, baada ya hapo anafuatisha na nyingine, lakini pia ni mzuri kwenye kujilinda, kitu ambacho bila shaka yoyote Isa na mpepeche anapaswa kuwa makini zaidi. Na Nasib Ramadhan, pambano bado linaenda vizuri. Pambano bado linaenda vizuri. Una enjoy? Na enjoy, nimekaa hapa na enjoy. Nakumbuka Juma Choki aliwahi kutuambia mmoja kati ya mabondia ambao walikuwa wanamvutia sana ni Floyd Mayweather, na amekuwa akimkopi sana. Ukiangalia uchezaji wake, hiyo gadi yake, gadi moja na kuweko juu kukava eneo la kidevu, lakini mkono wake mmoja na kuweko chini, huku upande huu wa kulia akilinda kidevu kutumia kutumia bega, staili ambayo ilikuwa ikitumiwa sana na Floyd Mayweather. Ana guard upande wa kulia kwa bega, wakati mkono wa kushoto muda wote unakuwa kwa juu kulinda kidevu. Juma Choki amekuwa pia ni mzuri kwenye kukwepa, ana jicho zuri la kutazama namna ambavyo muda sahihi wa yeye kukaa kando na punch ambayo inakuwa inamfuatilia. Lakini si hivyo tu, sasa kwa wakati huu mambo yamebadilika au kibao kimegeuka, kwa sababu Isa na mpepeche ndio ambaye anafuatwa zaidi, tofauti na raundi ile ya kwanza. Lakini vile vile Isa na mpepeche na yeye amekuwa mjanja akijaribu kuscore huyo kienda, hakuna kuogopana hapa, ni kushushana makonde. Hii sasa ndio tafsiri halisi kwamba njoo tupigane, tuoneshane kazi. Njoo tupigane, tuoneshane kazi, tuoneshane umwamba. Jab zuri ambao ameishusha kwa upande wa Juma Choki. Gadi sasa inapanda kwa upande wa Isa na mpepeche, hataki tena, amepunguza kasi ya kushambulia. Aidan, nafikiri ni matokeo ya Juma Choki kufanikiwa kumlazimisha Isa kufanya kile anachotaka. Nini? Isa na mpepeche ameingia katika wakati mgumu. Isa na mpepeche na Juma Choki. Haya, ukumbi wa Diamond Jubilee, watu wanaibuka na shangwe. Moja kati ya mchezo mzuri sana
mchezo mzuri sana. Aidan Mlimila. Juma Choki amefanikiwa kuchukua fight so far. Ukiangalia amefanikiwa kuamuru kila tendo kwenye hili fight. Kwangu mpaka sasa hivi unaona kabisa kona ya Juma Choki kiongozwa na kocha Abibu Kinyogoli na Super D imefanikiwa sana kumlazimisha Isa acheze kwenye kile ambacho wanataka, na nafikiri round inafuatia Isa na Pepeche anatakiwa kufanya mabadiliko kwenye mchezaji wake, aanze kutembea sana, simpe nafasi Juma kuweza kupigana naye, kwa sababu itakuwa hatari sana na itampa faida zaidi Juma Choki ambaye ana nguvu na spidi kubwa sana ya mikono. Round ya 4 imekamilika, tukisubiri round ya 5, lakini kama unavyoona mambo yalivyokuwa, hiyo ni kona ya Juma Choki, Team Choki wakimpa maneno. Nini ambacho unaweza kukielezea Nasib Ramadhan? Kwa hapa na Choki naona anamlazimisha sana na Mpepeche acheze mchezo wake, na Mpepeche namuona anaingia kabisa katika reli kabisa ya Juma Choki. Kwa hiyo asipokuwa makini game itaendelea kuwa ngumu. Ninapomjua mimi na Mpepeche anakuwa ni mtu mmoja wa kutembea sana, mtu wa masafa marefu, lakini leo naona katulia, anataka kushindana nguvu. Bila shaka Juma Choki hataki rekodi yake iharibiwe, mpaka sasa hajapoteza mchezo wote, na itakuwa pengine hali ngumu sana kwake endapo akipoteza mbele ya Isa na Mpepeche. Kitu nilichosema ni kile kile ambapo ukiwa sio mguu wako lazima utarudi. Naona ameswitch kurudi kwenye orthodox. Isa na Mpepeche raundi 4 za kwanza alianza kama southpaw, lakini bado alionekana kustruggle sana, na sasa amerejea kwenye stance yake ya asili ambayo alizaliwa nayo orthodox. Kwa bila shaka pengine labda tutashuhudia namna tofauti au mchezo tofauti kwa raundi hii. Sasa itategemea namna ambavyo atafanikiwa kuweza kuiondoa hiyo faida ya mguu wa kulia kwa Juma Choki, kwa sababu naturally, yani kiasili southpaw ana advantage zidi ya orthodox. Yani orthodox kwenye fight yote kati ya orthodox na southpaw, yani orthodox ndiye ambaye anatakiwa kufanya adjustment kwenye mchezo wake ili kuweza kuiondoa ile advantage ambayo Juma Choki anakuwa nayo, mtu wa southpaw anakuwa nayo. So tuone nini ambacho atafanya kwenye hiyo stage ambayo ameingia nayo sasa hivi. Juma Choki pamoja na Isa na Mpepeche, hapa nani anageuka punching bag, ni swala la kusubiri na kuona, lakini wote wametupa walipokuwa kwenye dhibiti ya kona, lakini mpaka sasa hakuna ambaye amelamba canvas, lakini vile vile kila mmoja anaonekana kuwa na energy ya kutosha au nguvu za kutosha, miili yao ikiwa timamu. Angalia hiyo jab kifanya kazi yake, wakipeana nafasi, Isa na Mpepeche akijaribu kuingia jab right. Huyo ni Juma Choki, anatupa ngumi zote kwa wakati mmoja bila kuvuta subira kwa namna yoyote, na Peche Boy sasa kama amerudi kwenye mchezo wake ule wa raundi ya kwanza kumfuata. Hicho ndicho ambacho nilizungumza. Umeona sasa hivi amekuwa akiingia ndani, akipiga punches, ana retreat, anatoka kwa haraka ili kuavoid au mazingira ya kupigana na Juma Choki, kitu ambacho nafikiri ndicho ambacho anatakiwa kufanya kwenye hii fight zidi ya bondia wa aina ya Juma Choki. Juma Choki na Isa na Mpepeche ni burudani kwelikweli, ya moja kati ya pambano zuri kulishuhudia, moja kati ya burudani ambao umeendelea kuitazama hapo kupitia Azam TV kwenye channel yako ya Azam Sports 1. Ngumi zikirushwa, Isa na Mpepeche akimfuata Juma Choki, lakini Juma Choki na yeye akijibu mapigo, kwa sababu amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kutembea na pengine namuelewa zaidi mzani wake, lakini hata kama zikirushwa panchi 2-3 na kila mmoja anajibu, huwezi kukuta kwamba mtu amekaa tu bila kujibu. Hii tafsiri yake ni nini? Hawataki kuachana mbalimbali. Juma Choki piga counter punch moja. Tafsiri yake ni kwamba boxing ni mchezo wa counter punching, yani wakati mzuri wa kumpiga mpinzani wako ni kwenye ule muda ambao yeye anakuwa ameitoa mikono yake na kushambulia wewe, kwa sababu anakuwa ameufungua uso wake na kuuacha wazi. Kwa hiyo tunafundishwa muda mzuri wa kumpiga mshambulia opponent wako ni kwenye ule muda ambao yeye anakushambulia wewe. Ukumbi unagubikwa na shangwe, kila mmoja akishangilia kwa namna yake, wale ambao wanamshabikia Juma Choki au wale ambao wanamshabikia Isa na Mpepeche, wote ni shangwe tu hapo kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee. Hii leo nikwambie tu kwamba angalia hiyo, tazama mambo jinsi yalivyokuwa, ukatupa kwambia basi acha tuone. Pia amekuwa ni mzuri sana Isa na Mpepeche,
kwenye kukwepa, lakini angalia hiyo ile land na ilifika maeneo ambayo ni sahihi. Nini ambacho unaweza ukaeleza Nasib Ramadhani? Round hii naona imebalance kote kote, kila mtu hapa anaangalia pointi zake alizochukua, kwa hiyo kila mtu upo makini na pointi zake. Kadri raundi zinavyozidi kwenda na pambano linazidi kuwa kali kwa pande zote mbili. Target inatafutwa, na maana ikipatikana tu tutazungumza mengine hapa kwa wote wawili. Na kwa kuongezea hapo pia, moja kati ya mambo ambayo pengine Issa na Mpepeche amefanikiwa kidogo kuyafanya ni kuzuia uhatari wa hizo hooks za Juma Choki, right na left hook yake. Unaona leo hii amekuwa kimisi sana, kwa hiyo inawezekana pengine alifanya kazi na akawa ameng'amua namna kwanza kuziavoid hizo punches ambazo ni ngumu hatari sana kwa Juma Choki. Nafikiri pia referee hajaona ile gloves yake moja tayari kagundua kwamba kuna kitu ambacho hakijakaa sawa sawa, inabidi bano sawa sawa ikae sawa sawa ili watu washuhudie, isitokee kitu ambacho kinabughudhi watu. Wanamwambia bwana wewe sana Mpepeche, mashabiki bwana, ukiona wasikiliza hivi inakuwaje? Tueleze Nasib Ramadhani. Kuna wakati mwingine sikia kama hivyo, mashabiki wanapiga shangwe, wanatoa maelekezo mengi, unapaswa kufanya nini? Si unaweza kuchanganyikiwa? Ukiwa unataka kila mtu kumsikiliza lazima uchanganyikiwe, maana shabiki huyu atakushika mguu, atakwambia neno hili, mwingine atakwambia neno hili, kwa hiyo ujue ushike wapi. Cha msingi wewe ni kumsikiliza kocha yako tu, sekandi wako anachokwambia pale. Naamini pia mabondia hawa ndio hivyo hawasikilizi maneno ya nje, ila mashabiki wao kazi yao ni kuelekeza, kwa sababu ni watu wao ambao wanavutiwa nao na wana mapenzi makubwa sana na mabondia hawa wa Kitanzania kati ya Juma Choki pamoja na Issa na Mpepeche, tengeneza vizazi vijavyo katika swala zima la boxing au vitasa hivi, kushuhudia siku moja wakipanda katika kumbi au kupanda katika kumbi zile ambazo ni kubwa zaidi maybe kama MMG, ndoto ya mabondia wengi pambana huko, na baadhi ya mabondia wengine kama Sani Mokinyo akiwa huko Marekani akiendelea kujifua zaidi na zaidi, kuendelea kutafuta au kutimiza zile ndoto zake. Lakini hapa nawazungumzia ni Juma Choki dhidi ya Issa na Mpepeche, Peche Boy, ambao wanaungana nasi kwa wakati huu. Issa na Mpepeche ni huyu ambaye nywele yake kama amenyoa kibwenzo kikali na kama amesuka hivi, lakini Juma Choki ni huyo mwingine, au unaweza kutofautisha kwa bukta yake hiyo ya kijani. Bado wana nguvu ya kutosha, raundi ya 6 ikiwa inaendelea. Juma Choki akiendelea kurusha jabu yake right, bwana kwa imeenda ile. Issa na Mpepeche ni kama anaona sitaki kubaki nyuma, mimi nitakuja tu potelea mbali kile ambacho kitatokea, lakini mimi nitakuja ili tupigane. Juma Choki yeye ameendelea kutulia na akimhitaji, akimleta zaidi, akimfuata kwa kiasi Issa na Mpepeche. Issa na Mpepeche imefika, na hii ni moja kati ya punch ambayo imeenda moja kwa moja, na kuangalia Issa na Mpepeche alikutana punch ya Juma Choki ambayo ilienda moja kwa moja kwenye uso wake. Mashabiki wameinuka, ni ugumu tu pengine na uzoefu tunasema wale mapambano 51 yanafanya endelee kuwa imara kabisa. Aidan, naam. Ni fight ambayo so far imeendelea kutupa kile ambacho tulikuwa tunakizungumza kabla ya pambano wiki kadhaa zilizopita. Imekuwa ni fight bora sana ambayo imekuwa tactical sana, imekuwa mbinu sana kwa mabondia wote wawili. Juma Choki ambaye mpaka sasa hivi kwangu nafikiri amefanikiwa kwa kiasi fulani kuweza kucontrol hii fight dhidi ya Issa na Mpepeche ambaye kuna muda alikuwa akijaribu kuchezea mbali, lakini pia kuna baadhi ya nyakati amekuwa akiingia kwenye mtego wa Juma Choki wa kujaribu kupigana na kubadilishana punches, lakini kwangu hii ni vitasa combination ambao wamezikamilisha pale Issa na Mpepeche. Lakini ni kwambie tu kwamba kwa round hiyo ya 6 ikiwa imekamilika kwa hivi sasa,
raundi ya 6 ikiwa imekamilika, ikiwa inaelekea kwenye round ya 7, lakini angalia mambo jinsi yalivyokuwa. Issa na Mpepeche alikutana nayo hiyo ni cross ama straight punch. Straight punch alikutana nayo moja kwa moja. Angalia, na nikwambia kama asingekuwa bondia ambaye ana uzoefu ilikuwa ni hatari zaidi kwa upande wake. Na hiyo ndio faida ya kupata nafasi ya kushare ulingo na mabondia wengi. Tumezungumza namna ambavyo Issa na Mpepeche alikuwa na experience kubwa sana, na ukiangalia experience yake ni kama pia imemsaidia kwenye hii fight mpaka kuileta fight kwenye huu muda raundi ya 7 sasa hivi. Hakika nikwambie tu kwamba baada ya pambano hili sasa ile main card itafuata kati ya Mfaume dhidi ya Abdul Munaim Said, pambano ambalo linasubiriwa la ubingwa wa mkanda wa WBF Afrika. Haya, round ya 7 hiyo, round ya 7, bondia wote wakionekana bado wakiwa na nguvu, miili ikiwa inahitaji, ikiwa tayari imepokea punches za kutosha kwa kila mmoja. Choki alikuwa anasogea kwa double jab, akiendelea kujab, lakini vile vile Issa na Mpepeche naye akijibu mapigo namna hiyo, lakini gadi yake ikiwa juu, akiendelea kuwa na gadi nzuri, lakini Juma Choki alisogea mbele na katupa, lakini target yake haikuwa sawasawa, na imekuwa ni nafuu zaidi kwa Issa na Mpepeche kutokana na namna ambavyo Juma Choki amekuwa na punch nzito. Issa na Mpepeche sasa ni wakati wake anaona, lakini ndio bado twende kazi. Issa na Mpepeche ametupa konde lingine. Issa na Mpepeche sasa, Issa na Mpepeche inabidi awe na utulivu, na wanasema kwamba moja kati ya kitu ambacho kwa bondia kiweze kumtengeneza, na wanakuwa ni wachache sana, ndio mabondia ambao ni mafinisher. Yani baada ya kutupa kundi la kwanza, baada ya hapo unamaliza namna gani? Hapo ndio unaona ugumu mkubwa sana, kitu ambacho tunaweza tukishuhudia leo hapa, kwa sababu wao wote akipeleka punch ya kwanza inafuata ya pili. Naam, wanakuwa na follow up nzuri ya punch. Akipiga punch moja basi anakwenda kufanya finish na punch ya pili, lakini mpaka sasa hivi nimeona kuna mabadiliko kidogo kwa upande wa Issa na Mpepeche. Sasa hivi amekuwa akitumia counter punch sana, amekuwa akimwacha Juma Choki aanze kufanya tendo la kwanza, kuwa akimcounter aidha kwa left hook au kuna muda ameingia na straight punch. So nadhani ni mafanikio makubwa sana kwake yeye, kwa sababu Juma amekuwa akishambulia sana. Juma Choki na yeye alichofanya ni kwamba Juma Choki hiyo, lakini bila shaka gadi yake ilikuwa eneo la juu, na Issa na Mpepeche jana au unaweza kumuita Peche Boy pamoja na kushambulia, lakini vile vile kama unavyomwona ni mzuri kwenye kuweka mbali au kujiepusha zaidi na hatari ya punch za Juma Choki. Nasib Ramadhan ni hatari tupo hapa, tunaona wanapigana wengine lakini unatetemeka wewe. Sio poa. Na moja kati ya mambo ambayo pia naona Issa amefanikiwa sana kumaintain ni kufanikiwa kuweka mguu wake wa mbele nje ya mguu wa mbele wa Juma Choki ambao ni southpaw, mguu wake wa kulia ambao amekuwa akimove kutoka nje ya mguu wa mbele, lakini pia amekuwa akifanikiwa kuweka ndani mguu wa mbele wa Juma Choki, kitu ambacho ni kama anaitafuta right hook kwa Juma Choki hapo kati. Round imekamilika. Round imekamilika. Hakuna round ambayo imepoa. Kila round moto. Yani hapa nilichokiona wote wawili hawa wamekosa uongo ambao wa kumdanganya mpinzani wako, sababu kila mtu ambaye anaweka ngumi anapiga kweli. Sasa mtu tayari anakuwa kashajua hapo anapiga ngumi gani. Kuna wakati unadanganya, kama unapiga lakini upigi, utamwona mtu atainama, mtu atasimama, yani lazima umwangalie. Lakini hawa kila mtu anapiga target, akishamuna kakaa unajua anaenda kuweka, ndio unakuta mtu kainama imepita juu, anamkosa kwa sababu amdanganyi, kama yule Pambele alivyokuwa mongo kama anaingia alafu aingie. Yani ndio unatakiwa bondia uwe namna hiyo. Nikwambie kwamba tunasubiri pambano ambao tutakuwa tunakamilisha usiku wetu wa leo kati ya bondia Mfaume kutoka Knuckles, na nakwambia kwamba ni the return of Knuckles King dhidi ya Abdul Munaim Said kutoka kule Misri, na hii ni round ya 8. Baada ya raundi zote ya kwanza mpaka ya 7 kuwa moto kwelikweli, sasa ni round ya 8 tunaenda kuiona na kuishuhudia
Kila mtu alinde pointi zake sasa. Muda wa kulinda uwe. Na unalinda kama uko nazo, yani unalinda points kama unakuwa una uhakika kwamba nimescore points nyingi, lakini kwenye fight kama hizi ambazo zipo close wewe inakuwa ngumu kuweza kujua kama niko mbele kwenye scorecard au niko nyuma. So unachotakiwa kufanya ni kuendelea kufanya kile ambacho umekuwa ukifanya kwa round zilizopita, ila kama una uhakika nimescore points nyingi then nenda kazilinde. Juma Choki na Issa na Mpepeche wanabadilishana sana punches. Juma Choki anamfuata zaidi na ni kama alichelewa hivi, lakini Issa na Mpepeche bado yupo anacheza na body punch. Juma Choki anaendelea kumshambulia, Juma Choki anaendelea kutupa, lakini Issa na Mpepeche naye anasema hapana, sikubali, twende tupigane hapa, bado hujamaliza, nipo bado na nguvu za kutosha. Juma Choki anaendelea kutupa wakiwa wamekaribiana zaidi, body punch ambazo amezitupa Issa na Mpepeche kwa upande wake pia zinaendelea kumsaidia na kuonekana kwamba bado nipo hai, bado na uwezo wa kupambana. Hii nini Aidan Mdimila? Nafikiri ni jambo ambalo linadhihirisha uwezo mkubwa wa Issa na Mpepeche kwenye kuchukua punches. Amekutana na body punches nzito, amekutana na head punches nzito, lakini unaona kabisa bado ameweza kulikaba kwa haraka na kurejea mchezoni. So hii ni tafsiri yake kwa bondia ambaye ana kidevu kigumu ambacho kinamwezesha yeye kuweza kuabsorb hizo punches za mpinzani. Miongoni mwa mapambano bora zaidi Juma Choki amescore wakati Issa na Mpepeche anajifikiria huyo Juma Choki kateleza au nini? Kateleza. Haya, haikuwa knockdown, aliteleza. Haya, Issa na Mpepeche dhidi ya Juma Choki, hiyo inapigwa 1-2. Juma Choki akiendelea kama kumvizia hivi, anamsubiri aje, alafu baada ya hapo akiona kwenye upenyo basi anarusha punch za kutosha, lakini vile vile Issa na Mpepeche naye amekuwa ni mtaalamu zaidi wa kukwepa lakini na kutupa. Kwa hapa ni kubadilishana makonde, kubadilishana punch. Juma Choki na Issa na Mpepeche, huku imekosekana ile straight punch imemkuta Issa na Mpepeche. Juma Choki kwa round hii anaendelea kuscore na anaendelea kunyuma, lakini vile vile Issa na Mpepeche anasema wewe, mimi na mapambano mengi zaidi, mimi ni mkongwe. Juma Choki kaanzisha sasa burudani na kucheza jukwaa. Hii ndio ile anasema kwamba kulinda sasa zile alama zako. Bila shaka imekuwa ni round ambayo Juma Choki amechukua moja kwa moja. Total dominance ya fight, ame-control fight, ame-land punches nyingi sana, amefanya kila kitu kwenye round 8 zimekamilika kukamilisha usiku. Kile kisasi ambacho kwa kinasubiriwa kati ya Juma Choki dhidi ya Issa na Mpepeche, bila shaka umefurahi, mashabiki wanatupa shangwe. Angalia hiyo, angalia mambo jinsi yalivyokuwa. Juma Choki na Issa na Mpepeche, hakika ni pambano ambalo lenye hadhi ya kutazamwa na wapenzi wa masumbwi, wanafurahi kweli kweli wenyewe hapo walipo. Angalia hiyo, Juma Choki amescore kwa kiasi pia, lakini vile vile kwa upande wa Issa na Mpepeche pia akafanya hivyo hivyo. Nini unaweza kusema Aidan? Kwangu nadhani ni fight ambayo Juma Choki kwangu mimi amekuwa bora sana kwenye hii fight. Ukihesabu idadi ya punches ambazo amefanikiwa kuweza kuzifikisha kwenye target zilikuwa nyingi sana, pengine kuliko idadi ya punches ambazo Issa aliweza kuzipeleka kwenye target, lakini pia ilikuwa ni fight ambayo Juma ndiye ambaye alikuwa akidictate kila tendo la pambano. Yeye ndiye ambaye alikuwa akimlazimisha Issa afanye kwenye kile ambacho yeye anataka kufanya. So kwangu imekuwa ni fight ambayo plani ya Juma Choki ilifanikiwa zaidi kuliko kile ambacho Issa na Mpepeche alikuwa amekiandaa na kukileta mezani. Hakika huyu ndio Issa na Mpepeche akipashapasha pale akisema kwamba akiwa naamini kwamba judges watafanya kitu gani hasa, lakini ilikuwa ni moja kati ya pambano kali, pambano zito, pambano ambalo lilikuwa na lisubiri kwa hamu, Issa na Mpepeche dhidi ya Juma Choki. Na hapa kinachosubiriwa ni judges wakiendelea kukusanya zile score au alama ambazo kwa kila judges ambazo walikuwa kiziangalia au kizitazama na kuscore huyu ka score ngapi, lakini unaona hiyo ishara ile ya kuvaa kama king, na alielezea King of the Ring. Mashindano alifanyika mkoa wa Dar es Salaam miaka kadhaa iliyopita, na yeye ndiye ambaye alifanikiwa kushinda na kutangazwa kuwa king. Kwa baada ya ile mashindano
hayajafanyika tena kwa kitu kizuri kinakishuhudia hapa ni kupiga picha na kuona bwana, sisi ni mchezo safi sana. Imekuwa ni moja kati ya siku nzuri sana kwetu. Ameenda kwenye second wake pia au kona pia ya Isa na Peche Boy. Kwa ni moja kati ya kitu kizuri. Ulikuwa unaelezea hapa Aidan? Nilikuwa naelezea tafsiri ya hiyo clown ambayo amevaa Juma Choki. Kuna mashindano yalifanyika mkoa wa Dar es Salaam ya kumtafuta King of the Ring na Juma Choki ndiye ambaye alishinda, lakini baada ya pale yale mashindano hayakufanyika tena, kwa mpaka leo hii anajitambua bado ni king mpaka pale ambako mashindano yatafanyika tena na kumpata king mwingine. Twende kwa wasiwasi mwa Bulambo. Tukisema hivyo ni ule usiku wa the Knuckles King au return of the Knuckles King. Katika pambano hili ambalo limetimia hivi sasa, tunayo matokeo tayari kutoka kwa majaji na matokeo ni kama ifuatavyo. Judge namba 1, Judge Monica Mwakasanga, yeye ametoa pointi 80 kwa 72. Judge namba 2, Judge Abibu, yeye ametoa pointi 79 kwa 63. Judge namba 3, Judge Anthony Ruta, yeye ametoa pointi 79 kwa 63. Kwa mantiki hiyo, hii ni unanimous decision. Mshindi wetu kutokea right corner, Juma Choki. Chance kwa mara nyingine tena Juma Choki, safari hii wakimaliza round zote, lakini akiibuka yembabe na rekodi yake inaendelea kuwa pale pale, mapambano 6 na 6 yote kashinda Aidan Mlimila. Na amestahili, na ninamtazama pale Isa na Mpepecho, kimwangalia amelizika, anacheka, anapiga story kwa amelizika. Ni fight ambayo alitawaliwa. Juma Choki alikuwa bora sana dhidi yake, yeye alifanya kila tendo ambalo lilimfanya kuwa bora kwenye hii fight. So kwangu mimi ni pambano ambalo alikuwa gumu kuweza kuliamua, ndicho ambacho majaji wamekifanya.